Haifai kabisa. Sasa mtoto unamfundisha hapo anakatika viuno. Wewe unajua maana kukatika ni nini? Anamchezea mbele, yani anakatika. Hii inamaanisha nini na dalili hii inaonyesha nini? Yani mwanae anakatika viuno, sio? Huo ni ufedhuli mkubwa sana. Kwanza haufai kwenye maisha. Unamfundishaje mwanao mambo ya kipumbavu yasiyokuwa na faida? Uislamu unakataza. Isipokuwa michezo, mtoto wa kike anatakiwa kucheza hata mbele ya babake. Lakini sio kukatika viuno. Kabisa sio kukatika viuno mbele ya babako, hapana. Haifai. Kuna vitu havifai mtoto kuvifanya kwa babake wala baba kuvifanya kwa mwanawe. Haifai kabisa. Sasa mtoto unamfundisha hapo anakatika viuno. Wewe unajua maana kukatika ni nini? Yaani mwanao akikatika maana yake ni nini? Mimi siku moja nilipatwa na mtihani, kuna rafiki yangu nilisoma naye. Kuna siku tukakutana naye akanambia, tukaongea sana, tumezungumza habari za shule. Akanambia, mimi bwana nimeoa, mwanao siku hizi mkubwa sana. Yaani ananiambia kwamba mwanawe yeye mkubwa, twende nyumbani. Tukaenda mpaka nyumbani, akamwambia bwana mwanao mkubwa, ngoja kuonyeshe maajabu. Akachukua meza akamweka mezani pale, akaanza katika mtoto akawa anakatika. Unamwona huyo kajifunza kwa bibi yake huyo. Kamba huyu youth hana maana huyo. Yaani una mtoto anakuja kuonyesha katika juu ya meza anakatika viuno, kwamba anakatika viuno kamfunga kanga kabisa kibwebu. Sasa hii kwenye Uislamu haikubaliki. Hatuwezi kuwafundisha watoto mastaili kama hizo. Nini anakatika, lengo lake? Yeye anajua maana kiuno kukatika yule mtoto. Unamfundisha nini? Haifai kwenye Uislamu, haifai. Haifai kwenye Uislamu. Na unafikiri unarekebisha vipi? Warekebishe warudi kwa Mwenyezi Mungu. Unajua shida kubwa watu hawataki kumfuata mtume. Hawahitaji mafundisho ya dini, ndio shida tuliyokuwa nayo. Lakini ikifika mahala wewe ukiishi Kiislamu nyumbani kwako, utaona tu maisha yanavyokwenda na dini itasimama. Lakini shida kwamba tunataka tuishi maisha ya watu walioishi wasiomjua Mungu. Sisi Waislamu tunaacha maisha yetu ya kumjua Mungu. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo turudi katika mstari wa kumjua Mungu. Pola alafu unanyosha barabara. Pola kimbilia ndani kwa atakuona nani? Yuka kitafuta kifo. Basi hata wazee ukiwaambia mzee Saidi kafa, atakuuliza alikuwa anaumwa nini? Sukari bwana. Kaangaika South Africa, Marekani, sukari imemuondoa. Mtu anajilitae. Ndio maana mimi mwenzio katika maisha haya, soda, juisi, kila asubuhi nafanya mazoezi. Kwa nini? Anajitoa kwenye tatizo lilomfanya mwenzie afi. Osmani kafa nini? Bodaboda bwana. Kapanda na dereva wake, basi sembe limewapitia wote wamekufa. Anakuambia kwenye maisha yako shayako na mimi napanda bodaboda. Mimi sipandi bodaboda, wali sio madereva, ndio maana tunakufa. Wanasahau siku ambazo unapuliziwa roho katika tumbo la mama yako. Siku 120, masaa 2881, dakika 172,800, wastani wa sekunde 10,364,000. Kuna mkataba unaingia we na Mungu wako wa kuishi duniani miaka mingapi na kutosha kukaa duniani. Wapo walioingiza 50, wapo walioingiza 60, wapo walioingiza 70, wapo walioingiza 30. Kila mtu kaingiza muda wake. Katia saini kabisa, mimi muda wangu wa kukaa duniani utakuwa miaka mingapi kisha nitarudi. Ndio bwana anautafuta mwisho mwema. Ukiona mtu anatoka kwenye mziki anasilimu, huyo anatafuta mwisho mwema. Na Mungu atampa mwisho mwema, kwa sababu anatoka katika mahala pabaya anakwenda mahala pazuri. Ndiyo kazi ya Bwana Mtume Muhammad, wadaian ila Allahi biidhnihi wasirajan munira. Analingania watu kwa idhni ya Mungu, alafu ndiye taa yenye kuangaza. Anawatoa watu upande wa kushoto, anawaingiza watu upande wa kulia. Na mimi ndo kazi yangu, na watoa watu katika giza wasiloweza kutambua, na wafundisha warudi katika nuru ya Uislamu, warudi katika nuru ya Bwana Mtume Muhammad, ili twende tukakae Firdaus na Bwana Mtume tukale huko. Sasa shehe, licha ya msanii huyo kuingia ndani ya dini ya Kiislamu, watu wanataka kujua tofauti na yule ambaye anajua kabisa hapa nilikuwa nafanya kosa na ni Muislamu. Yule alikuwa sio Muislamu kaingia, lakini fedha zake alizichumia si halali, na huyo alikuwa anajua fedha zake alikuwa anazichumia si halali, lakini pia naye anataka kufanya jambo kama alivyofanya huyu, kujenga msikiti. Watu hao wako sawa? Ikiwa utakubali kwamba mimi nilikuwa nafanya makosa, nimeamua kutubia mbele ya Mungu na sitorudi tena kule, unafanya tu wala hamna shida.
ikiwa utakubali katika moyo wako kwamba mimi sasa hivi nimeamua kuachana na yale mambo, narudi katika taa ya Mungu, ukweli wa kurudi, wewe utapata tu thawabu zako, wala hamna shida, lakini usirudi tena kule. Isipokuwa isiwe una bado huko alafu unajifanya kujenga msikiti. Wewe utakuwa upati, kwa sababu bado umezama katika lile jambo baya. Kwa hiyo msanii huyu ambaye ametoka kwenye Ukristo, ameacha mziki, amekuja kwenye Uislamu, yeye anakuwa mbora zaidi, kwa sababu katoka katika mifupa isiyokuwa ya Kiislamu, ameamua kuusoma Uislamu, alafu anakuja kuufanyia kazi Uislamu. Huyu anakuwa bora kwa sababu katafuta mwisho mwema. Lakini wewe Muislamu unajua kabisa kwamba hii ni haramu. Unajua kabisa hii ni haramu, lakini unaamua kufaja, alafu unakuja huko. Dhambi zako zitakuwepo kule mpaka uzifute. Sio, umeelewa? Lazima ufanye kitu cha kumomba Mungu msamaha ili Mungu akusamee kule ulipokuwepo. Kama hukuomba msamaha, maana dhambi zako zinaendelea kuwepo. Lakini ukishaamua mimi natoka, natubia mbele ya Mungu, kweli wa kutubia, Bwana Mungu anabifu la kuendelea bwana. Wallahi Mungu sio mdengeleko wala mzalamu, kwamba tunasema ndo tunalo hapa tumeleka moyoni alitoki. Mungu ukimwasi, ukimwomba msamaha na kukubalia, maisha yanaenda. Mungu angekuwa nabifu, sisi tungepata riziki kwa maasi tunayofanya. Wewe upewe kutoa riziki, kuna watu utawanyima. Wapi kabisa, watu wana madhambi hatari, lakini Mungu anatoa riziki tu, kwa sababu wote waja wake anatoa riziki. Ndio maana nasemaga hana bifu la kuendelea. Unamwasi Mungu, unamuomba msamaha, Mungu anakusamee, unapeleka gurudumu mbele. Ndio maana nawaambia vijana siku zote, mashewa, sikukatisheni tamaa, hususan masela, niwaambie wasikate tamaa. Kuswali tabu, sio mchezo. Kipindi wanachokupata kuswali, waende kuswali, na si ukija msikitini tunakutia nondo. Wewe utakaa wiki 2 wiki 3, Mungu atakunyoshea tu, utakuja kuswali moja kwa moja. Lakini mkianza kuwasikiza mashehe sijui hivi, watakupotezeni hawa. Wallahi mimi nakwambieni, kuswali shida. Ibilisi anakaa sehemu ya kuswali, si mchezo. Yani wewe uendi kuswali, ibilisi sometimes wadhana inapigwa, unajikuta umekaa tu, kumbe muda wa swala tayari. Mwingine anakaa nje hapo, mnaenda kuswali, unarudi unamkuta hapo. Ibilisi kamkamata yule, anatakiwa dawa. Tunamfanyaje dawa? Namwambia kipindi unachopata weka swali. Ukikikosa we sawa, lakini usiache kuswali kwa sababu umekosa kipindi. Ila usiache kuswali eti kwa sababu mimi nimekosa kipindi. We endelea kuswali. Endelea kuswali tu. Mungu atakusamea, na wallahi ipo siku utajiona kwa nini mimi swala naikosa. Na sio ukija msikitini nondo, ukija msikitini nondo, ukija msikitini mondo. Wewe mwenyewe unanyoka. Kuna mkamilifu katika dunia, sote tunadea tu, ila tunamwomba Mungu atupe mwisho mwema, basi tusitiane motoni. Kabisa. Bwana Shehe, bado ongezeko limekuwa kubwa, hususani katika hao wasanii. Tunajua kwamba wasanii ni kioo cha jamii kama tunavyotambua wengi kwa elimu zetu sisi wasomi na watu ambao wameelimika. Wasanii wanaingia wakiwa marijari na wengine wanapata watoto, lakini baada hapo wanakuwa tofauti. Yani wanakuwa hawawezi kutumia tena ule uume, wanakuwa kama wanataka kujifanya kama wanawake. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema mashoga. Wanaume wanapata watoto, lakini ameshaingia tu kwenye hiyo mifumo, anakuwa anabadilika. Mtu kama huyu Shehe, unasemaje kwake? Lakini pia akitaka kurudi, inawezekana vipi kusamehewa? Tunajua Mwenyezi Mungu anasamehe, lakini vitu gani ambavyo anaweza akavibadilisha kwa wepesi? Hukumu ya mtu kama huyu alikuwa kwenye ushoga ni kuuawa. Kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani ni kuuawa tu, hakuna vingine. Ila akiamua kutubu na kuacha karudi katika mstari, Mungu anamsamehe, wala hakuna jinginelo. Akiamua kutubu na kuacha kurudi kwenye mstari, Mungu anamsamehe. Unajua hao wanafanya hivi wanaonekana. Kuna watu wana madhambi wanafanya waonekane shehe. Makubwa kweli kweli wanafanya shirki kubwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini ili watu hawalisemi. Kwa hiyo hili swala la ushoga kwanza ni gumu kweli kweli, na jambo ambalo sasa hivi limetaharuki, limeshika nafasi kweli. Sasa hivi kulea mtoto wa kike ni rahisi kuliko kulea mtoto wa kiume. Dar es Salaam hii
yani kulea mtoto wa kiume ni kugumu kuliko kulea mtoto wa kike. Kila mahala pameshamili ushoga, kila sehemu imeshamili ushoga. Cha msingi tunafanyaje kulitatua hili? Serikali itusaidie. Watu sasa hivi wamuogopi Mungu. Serikali ikisema bwana shoga hapa anauawa au anafungwa, kidogo kutapungua ushoga tena sana. Kwa hiyo hawa wasanii wanaofanya iko kitu, kwanza wanapata dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mtu akiamua kuacha na kurudi katika mstari, Mungu anamsamehe wala hamna shida. Anajitamba kabisa bila tu Khalid jamani. Yani yeye kama atasema ndo anajita shoga na akafa vile vile kwenye ushoga motoni. Lakini tuseme yale ni matatizo sana. Mtu amjui Mungu mpaka anafanya vile. Kwa hiyo sasa cha msingi sisi kuwavuta na kuwalingania kwamba bwana hapana, wewe mistari unayokwenda sio sawa. Kama unakumbuka kuna clip moja, kuna shoga mmoja alisema mimi nimeacha ushoga kwa kulinganiwa na Sheshafi kumsikiliza maweza yake. Basi wengine wajifunze hiyo mahala ambapo mnapokwenda kufanya. Mungu anakataa. Tena wewe umelaniwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Umelaniwa kweli kweli, na hukumu yako wewe ni kuuawa. Sio shoga tu, hata mwanamume kumuingilia mwanamke njia ya nyuma. Laana Allahu man ata mraatahu fi dubur. Tume anasema amemlani Mwenyezi Mungu anayemuingilia mwanamke katika njia ya utupu wa nyuma. Wallahi umelaniwa, na ndio style sasa hivi iliyokuwepo mitandaoni. Utaona utafanyaje, kila mtu anaona style ya kumwasi Mungu ni hiyo, kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Kwanza ni makosa mbele ya Mungu, lakini ukifa unakwenda motoni. Lakini tunafanyaje katika kuliendea hili? Serikali itusaidie, si tushashindwa. Watu hawaogopi Mungu tena, serikali yake